Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Ndege ya misaada ya kibinadamu aina ya Cessna Caravan iliyokuwa ikisafiri kutoka Entebbe, Uganda kwenda Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, imeshambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana wakidhaniwa kuwa ni waasi. Tukio hilo lilitokea karibu na uwanja wa ndege wa Kavumu katika mkoa wa Kivu Kusini, eneo linalokumbwa na vita vya muda mrefu kati ya jeshi la serikali na makundi yenye silaha. Ndege hiyo ilikuwa imebeba dawa na misaada ya chakula kwa ajili ya wakazi wa Minembwe, eneo lililoathiriwa na mapigano. Kulingana na taarifa kutoka kwa mamlaka ya Uganda, shambulio hilo lilisababisha kifo cha mtu mmoja aliyekuwemo kwenye ndege. Hadi sasa haijafahamika rasmi kundi gani lililohusika moja kwa moja na tukio hilo. Katika hatua ya kushangaza, vuguvugu la waasi la M23 ambalo kwa muda mrefu limekuwa likihusishwa na mapigano mashariki mwa Kongo, limelaani vikali tukio hilo, likitaja kuwa kitendo cha ukatili dhidi ya msaada wa kibinadamu. Msemaji wa M23 amesema kuwa mashambulizi dhidi ya ndege au misafara ya misaada ni kinyume na haki za kibinadamu na mkataba wa amani uliosainiwa hivi karibuni kati ya DRC na Rwanda mjini Washington. Kwa upande wake, jeshi la Uganda limethibitisha kuwa linafanya mawasiliano na serikali ya DRC ili kufahamu kwa undani mazingira ya tukio hilo. Shirika la Msalaba Mwekundu ICRC limetoa tamko likikanusha kuhusika moja kwa moja na ndege hiyo, lakini likasisitiza kuwa linachunguza na mashambulizi yoyote yanayolenga misaada ya kibinadamu. Mpaka sasa serikali ya DRC haijatoa taarifa moja kwa moja kuhusu tukio hilo, lakini duru za usalama zinaendelea na uchunguzi ili kubaini wahusika. Mtazamaji wa Zone Media, katika taarifa hii ni kwamba hata pia vikosi vya DRC vinadaiwa kuhusika na shambulio hili, kwamba limeweza kudungua ndege hii ya misaada kwenda huko katika mkoa wa Kivu Kusini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa mtazamaji, hii ni Zone Media, jiunge nasi kwa taarifa zaidi. Jina langu naitwa Victor Moshi.